Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV. Kwa siku ya leo ilivyokuwa kawaida yetu, tumeweza kumzungukia mkulima mjasiriamali, ni kijana kutoka sehemu mbalimbali, akiwa yupo kwa ajili ya kuweza kutufundisha na kutuelekeza kuhusiana na umuhimu mzima wa swala zima la kilimo cha muhogo. Kwani mpenzi mtazamaji, kama ilivyokuwa madhumuni na ada ya Nebuye TV, tunapenda kuwatembelea wakulima mbalimbali na kuweza kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vitakufunza wewe na mpango uliokuwa nao katika kuweza kujikwamua kimaisha na kuweza kujikwamua. Kwa siku ya leo mpenzi mtazamaji, tumemtembelea mkulima wetu akiwa yuko katika shamba lake akipalilia muhogo. Kama unaangalia katika skrini yako hapo, muhogo huo ni muhogo, hiyo ndio mbegu ya muhogo na huo ni muhogo tayari umeshapandwa. Kwa hiyo mkulima yupo katika hatua ya palizi. Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, naomba uweze kufuatilia katika playlist zetu pamoja na mitandao ya kijamii ambayo inahusiana na swala zima la kilimo pamoja na ufugaji mdogo mdogo na ufugaji wa bustani. Kwa hiyo tutamkaribisha mkulima wetu ataweza kutueleza kwamba ni kwa nini anapalilia katika hatua aliyo sasa hivi na ni kwa sababu gani anapalilia ili kusudi muhogo wake uweze kuwa vizuri. Kwa hiyo atajitambulisha hapa na atamuuliza maswali mawili matatu, na pia kama una maswali tunapokea maswali kwenye comment hapo, na pia kwa namba zetu za simu zinapita kwenye screen. Kama una maswali au kama una hoja au kama unahitaji mbegu ya muhogo pia inaweza kupatikana, tukukuletea popote pale utakapatikana katika mkoa ya Tanzania. Kwa karibu sana. Na pia kuna swali lingine naomba niweze kuuliza mpenzi mtazamaji, katika mkoa unaishi unatokea au nchi unatokea, je, nyie kwenu kule ni mbegu gani ya muhogo inafanya vizuri? Ni mbegu gani ya muhogo inafanya vizuri? Kufanya vizuri ina maana kwamba mavuno yanakuwa ni mazuri, pamoja na mbegu ambayo inavumilia ukame na mbegu ambayo inakuwa inatoa matunda mazuri. Kwa hiyo mkulima, mambo vipi? Bwana salama sana ndugu, karibu. Salama, mambo nasemaje? Bwana salama kabisa. Kwema lakini. Bwana kwema, habari ya wewe? Bwana salama, kwa na majukumu. Asante sana nashukuru. Habari ya majukumu yako? Majukumu salama, na kuona upo na jembe hapo. Uko katika shamba lako unapalilia. Ndio bila shaka. Hongera sana. Asante sana nashukuru. Karibu. Asante sana. Umeona kwamba umepanda mihogo hapo? Ndio. Na maana mihogo inafanya vizuri sana huko. Kabisa. Zao ambalo kwa huku ambalo ndio inashika sana hatamu. Huku zao ambalo la muhogo inashika hatamu. Na pia ili zao lina soko. Kwa hiyo hapa sasa hivi baada ya kuandaa sasa hivi hapa ndio naanza kufanyia palizi kama hivi unavyoona ndugu mtangazaji. Basi sawa, naomba ujitambulishe na tuambie majina yako ni nani? Asante sana, nashukuru sana. Kwa jina naitwa Bwana Bakari. Ndio. Ni mwenyeji wa hapa na pia ni mkulima wa zao hili la muhogo kama hivyo unavyoona ndugu mtangazaji. Kwa hiyo niseme ndugu bwana, karibu sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Karibu kabisa. Una muda gani toka umeanza kulima kilimo cha muhogo? Okay, asante. Toka nimeanza kulima muhogo sasa hivi na muda kama wa miaka miwili. Miaka miwili mpaka hivi leo. Kwa hiyo nashukuru hili zao kikweli linanimiwa sana kwa sababu ni zao ambalo naona manufaa yake, mafanikio yake pia nayaona. Kwa hiyo nasema kwamba nashukuru mpaka miaka miwili hii kilimo kio sana kipaumbele kuliko mazao yote. Na kuna watu wengine kwenye comment hapa wanasema kwamba muhogo ni zao zuri kwa sababu majani yake yanaliwa kama kisamvu. Ndio. Na mizizi yake yanaliwa kama muhogo wenyewe. Ndio. Na pia mizizi yake pia unaweza ukakausha pia ukatengeneza ugali au watu wakala kama mihogo kama chakula cha kawaida. Na pia ule mti wake watu wanatumia kama kuni na wengine kuwezekea nyumba. Kwa hiyo na kwa upande wako wewe ni faida gani ambayo umepata kupitia zao hili la muhogo? Okay. Faida ya kwanza ni kama kutoka kuzungumza hapo awali. Faida ya kwanza ni mizizi yake ambayo pia ni chakula. Hata mbali yake kuwa mboga. Lakini faida ya kwanza nasema kwamba mizizi yake ambayo ni faida kubwa napata kwa sababu mizizi yake ikishakuwa mikubwa baada ya kuvuna hapa nauza ili kwa kila kiroba kile cha kilo 50 kilo 50 ile gunia. Ile gunia nauza wastani wa 60,000 gunia moja, 60,000 50,000. Kwa hiyo kwamba hiyo ni faida ambayo naipata kupitia kwenye mizizi yake hii yenyewe ambayo ni muhogo wenyewe asilia. Kwa hiyo faida ya kwanza nasema kwanza ni mizizi, na faida ya pili pia majani yake haya ambayo watu wanakuja kununua mboga ya maana kwa ajili ya mboga. Kwa hiyo ndio nasema ni faida ya pili ambayo naipata kwenye zao hili la muhogo. Ndio. Kuna changamoto gani ambayo unapitia? Mfano kama wanyama waharibifu au changamoto kama
kukosa mbegu bora ya muhogo ambaye inaweza kuvumilia? Okay. Hizi mbegu ndugu mtangazaji za muhogo zipo za aina mbalimbali, lakini mbegu ambayo sisi tunatumia hii inaitwa Kibarika. Hii mbegu inaitwa Kibarika. Hii ambayo naiona hapa. Hii ni mbegu ambayo Kibarika, na huu muhogo sio kwenye kupika tu. Kwa sababu huu ukipika muhogo unakuwa laini mzuri. Huu muhogo sio kwenye kupika ndugu mtangazaji. Huu hata kama kutafuna, yani hauna uja yote. Sio mchungu, huu ni baridi na mzuri tu unatafuna mpaka roho yenyewe ina fly. Kwa hiyo huu muhogo wote Kibarika. Kwa hiyo ni mbegu bora au mbegu mzuri kwa kutumia kwa sisi binadamu. Kwa hiyo ina maana kwenye swala zima la mbegu kwamba wewe hauna changamoto yoyote. Hakuna changamoto, sababu nashukuru hili zao ndugu mtangazaji, sija kupata na roba yote labda kwenye wadudu, sababu hapa nilipo kwanza nipo katikati ya mashamba mengine ambayo hata wanyama waharibifu bado wadudu ya kutana nao, lakini kwa kusema wadudu kwa muhogo, kwa sababu hili zao ni inakuja kwenye wadudu wale ambao kama vile nyani ama aidha tembo, na ndio wao ndio waharibifu wa zao hili. Kwa hiyo nyani wanakuathiri vipi? Nyani wanang'oa ndugu mtangazaji, yani wanafika kama hapa alipo anang'oa huko ukishakuwa tayari, lakini sio hivi ilivyo, hapana. Ukishakuwa mkubwa nani anafika anang'oa, akishang'oa anakula ile mizizi ambayo ni muhogo. Kwa hiyo ni anang'oa anaharibu. Si hapo tu, mpaka tembo pia anafika, tembo anang'oa, anashika, anang'oa, anakula. Kwa mfano mfupi kama hivi unavyoona, huu ndio ambao nimetoka kuvuna msimu uliopita. Kwa hiyo huu ndio, yani hii ndio mizizi yake ambayo ilikaa mihogo. Kwa hiyo nimevuna, nimetoa. Kwa hiyo huu ni mti ambao sasa hivi tayari tena hauna faida yote. Unatumika kama kuni. Kama kuni tu hapa, mtu wanafika hapa majirani basi wanaokota na watakwenda kwa ajili ya kwenda kupikia chakula nyumbani kwao. Vipi kuhusiana na maandalizi ya shamba? Changamoto gani ambayo unakutana nayo? Changamoto maandalizi ya shamba hiyo. Okay. Hii shamba kikweli naandaa mwenyewe tu. Mwenyewe binafsi kwa mkono wangu mwenyewe ndugu mtangazaji. Kwamba ila kama pale ninapokuwa nimetidiwa basi, kwa sababu kwamba hii mihogo mimi inaingiza kipato, basi nachukua zamani bwana pale na dewaka bwana. Sasa kwa kusaidia maisha yanaweza kuendelea. Unaonaje kama ukaamua kujiunga kwenye kikundi ili kusudi uweze kusaidiwa masuala ya kupata mashine ya kuchakata? Maana wewe mihogo yako unauza kama vile rasilimali, kama vile material ambayo bado hayachakatwa, maana kwamba unauza kwa kiroba. Unaonaje kama ukaamua kufanya kama kikundi, mkachanga pesa au mkatafuta wafadhili, mkapata mashine nzuri ambazo zitawasaidia nyinyi katika kusaga ule muhogo na kupata unga, kama mnauza unga wa muhogo, ili kusudi faida iweze kuwa kubwa? Hilo wazo hujawahi kuliwaza? Hapana, bado sijawaza, lakini ndugu mtangazaji bwana, kiukweli kabisa uasilia wa sisi huko, unajua sisi mkoa huu sisi huu tofauti na mkoa mwingine huko wenzetu. Wenzetu sisi kwa wenzetu kwa yani wana umoja na kuweza kuandaa miundombinu hiyo ambayo tunataka kuzungumzia hapa. Wanaandaa kikundi kwa ajili ya kupata kifaa ni kilimio cha shamba, lakini sisi huku hakuna iko kitu, kwa sababu sisi tunajua sana na roho ngumu. Sisi tunasema huku roho za kimachinga. Kwa hiyo nimeona mimi kwa huo mzunguko basi ni bora tu nitumie mwenyewe wangu binafsi, kwamba kama nina hela basi namuita mtu kunisaidia kupalilia shamba langu. Kwa hiyo ndugu mtangazaji bwana, kitu ambacho mimi ndio nimekiona kwa sisi huku, kwa sisi tofauti na mikoa ya wenzetu huko waliko. Kwa hiyo ni faida gani ambayo umeweza kuipata kupitia shamba kilimo hiki cha muhogo? Yaani faida ambayo umeweza kuipata kupitia kwa kilimo cha muhogo, una faida mbalimbali, labda umejenga nyumba, umenunua nini, umenunua nini? Okay, nashukuru ndugu mtangazaji bwana, kutoka nimelima kwamba miaka miwili, lakini nashukuru miaka miwili tayari nimeshaanza kuandaa mazingira
hapa na pikipiki kwa ajili ya hii miogo na pikipiki, na hapo sasa hivi nipo kwenye ujenzi wa nyumba. Bado hujakwisha, lakini bado nipo kwenye ujenzi, naandaa nyumba. Kwa unawaambiaje vijana wengine ambao wanatamani na wao wajiingize katika swala zima la kilimo cha muhogo? Ndio. Unawaambiaje? Nawaambia na wao pia waishirikishe, ndugu mtangazaji. Waishirikishe kuandaa hiki kilimo cha muhogo, na basi na mimi na wao pia manufaa yao watayaona baada ya kuandaa hiki kilimo cha muhogo. Basi tunashukuru sana kwa kuweza kutembelea na tuweze kujifunza kitu kikubwa. Kuna jambo gani ambalo umelisahau nataka waambie vijana au mwambie mtazamaji? Okay. Kabla tujamaliza, kabla kuna kitu ambacho nataka umwambie mtazamaji wetu wa Nebuye TV. Hapana, sina ndugu mtangazaji. Basi naomba uweze kuaga ili tuweze kuendelea. Asante. Mimi nasema kwanza na mimi cha kumalizia ni kwamba naomba tushirikiane kwenye zao hili la muhogo, na basi kama kuna lolote basi naamini mimi nipo, namba zangu za simu ni zile zile, unaweza kunitafuta mimi basi kwa ajili tukapana ushauri mawazo hapa na pale, na maisha yaweza kuendelea. Basi tunashukuru sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Karibu. Asante sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, hiyo ilikuwa ni zao la muhogo. Tuko kwa mkulima wetu, tumeweza kujifunza kitu kikubwa sana kuhusiana na swala zima la palizi la muhogo, na kuna mambo ambayo ameweza kutuelekeza kwamba hii ni mihogo bora na aina ya muhogo ambao ameweza kutuelekeza. Kwa hiyo kikubwa tu na kukukumbusha uweze kusubscribe, uweze kulike na comment, na kwa namba za mawasiliano ziko hapo. Kama unahitaji mbegu bora ya muhogo, kama unataka ushirikiano, unataka mawazo yote kumshauri mkulima wetu, tuweze kuwasiliana katika mawasiliano na namba za simu ambazo zinapita hapo, ili kusudi uweze kumfunza au wewe pia uweze kujifunza kupitia mkulima huyu na uweze kupata mbegu zilizokuwa vizuri. Nashukuru sana. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine nzuri, na kukumbusha tu kuweza kusubscribe, kuweza kulike na comment. Karibu sana Nebuye TV.